Kama unaona vitu vipya vitokee kwenye maisha yako, ni ishara ya roho ya utasa. Kuvunja ama kuharibu roho ya utasa. Roho ya utasa inafanyaje kazi? Roho ya utasa inaweza ikakuzuilia kuzaa. Moja, roho ya utasa inaweza ikazuia usizae. Kuzaa kimwili, kuzaa kiroho, kuzaa kwenye biashara, kuzaa kwenye huduma, kuzaa kila maeneo ya maisha yako. Roho ya utasa. Na hata kama kuna vitu umevizaa alafu kaona vile vitu havizaliani kuongezeka, ni ishara vile vile roho ya utasa imechukua nafasi. Kwa roho ya utasa haizuii tu usizae, pia roho ya utasa inaweza ikazuia usiongezeke. Amina. Kiuchumi usiongezeke, kifamilia usiongezeke, kiakili usiongezeke, kimaarifa usiongezeke. Hata maarifa pia, yaani unajikuta unawaza mambo yale yale kila siku, unawaza pale pale kila siku, unawaza vile vile kila siku, unaona vile vile kila siku. Manake roho ya utasa imeingilia maisha yako. Amina. Roho ya utasa ina uwezo wa kukuzuia usiongezeke. Roho ya utasa inaweza kukuzuia usizae jambo. Kama unaona vitu vipya vitokee kwenye maisha yako, ni ishara ya roho ya utasa. Manake mti umefungwa, hauwezi kuzaa matunda tena. Hakuna mambo mapya tena kwenye maisha yako, hakuna vitu vipya vinavyoingia kwenye maisha yako. Ni ishara ya roho ya utasa, manake hakuna kuzaa tena kwako. Roho ya utasa imeingilia maisha yako. Amina. Nilikuwa najaribu kukuelezea kidogo nini maana ya roho ya utasa. Na roho ya utasa imekamata watu wengi. Roho ya utasa inaweza ikakamata mtu, inaweza ikaikamata familia, inaweza ikakamata biashara. Roho ya utasa inaweza ikakamata kampuni. Roho ya utasa inaweza ikakamata hadi ufahamu wako, ikakamata akili zako. Roho ya utasa inaweza ikakamata hata maisha yako ya kawaida ya nyumbani. Unajikuta ukipata hela haiwezi ongezeka, zaidi inazidi kupungua. Roho ya utasa. Nataka jioni ya leo tuivunje roho ya utasa kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Nasema jioni ya leo nataka tuvunje roho ya utasa katika jina la Yesu. Amen. Tunaweza vipi kuondoa roho ya utasa kwenye maisha yetu? Na kabla hatujavunja roho ya utasa, nataka kwanza nijue, je, kuto kuongezeka, kuto kuzaa kuna mfurahisha Mungu? Sisi kuto kuzaa, sisi kuto kuongezeka, je, Mungu inampa furaha? Wewe kuto kuongezeka, kuto kukua, kuto kuzaa, kuto kufanya vitu vikaenda, je, inamfurahisha Mungu? Luka 14:23 na Mithali 14:28. Nitaanza na Mithali 14:28. Nani ananisikiliza? Amina. Unajifunza? Sitaki nipige makelele, nataka unielewe. Mithali 14:28 anasema, utukufu wa mfalme ni wingi wa watu alio na utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake, bali uchache wa watu ni uharibifu wa mkuu wao. Utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake, bali uchache wa watu ni uharibifu wa mkuu wao. Manake Mungu, mahali ambapo kuna uchache, mahali ambapo hakuna kuzaa, mahali ambapo hakuna kuongezeka, Mungu hana utukufu kwenye hilo eneo. Amina. Mungu hatukuzi mahali palipo na uchache. Mungu hatukuzi mahali ambapo hapazai. Amina. Mungu hapati utukufu mahali ambapo hapaongezeki. Amina. Hata wewe kwenye maisha yako ya kawaida ukijikuta hauzai, ukijikuta kuna vitu vipya kwenye maisha yako, ukijikuta uongezeki, uko vile vile, Mungu hatukuzwi katika ile hali ulionayo. Biblia inasema wingi wa watu ni utukufu. Utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake, lakini uchache ni uharibifu wa mkuu wao. Kwa tunataka kumtukuza Mungu, lazima tuwe tayari kuzaa.
na kuto kuzaa ni utasa, kuto kuongezeka ni utasa. Kwa Mungu anatukuzwa pale atakapotuona tunaongezeka. Mungu anatukuzwa pale atakapotuona tunazaa. Mungu anatukuzwa pale anapotuona vitu vinaenda. Mungu anapenda kuona maendeleo. Kitu chochote kilicho hai kisichozaa kimelaaniwa. Amina. Ndio maana Yesu alipoukuta ule mtini una majani mabichi, lakini hakukuta matunda ndani ya ule mti, aliulaani. Amina. Manake mti yoyote ambaye hazai, unaonekana upo lakini huna matunda, huonekani kuongezeka, huonekani vitu vyako kuongezeka, manake wewe utabeba laana ama umebeba laana. Mti usiozaa unalaaniwa. Kama Yesu aliulaani ule mti pamoja na majani mabichi kwa sababu hauzai matunda, manake Yesu afurahishwi na maisha ya mwanaye kuona hana maongezeko. Amina. Yesu afurahishwi kuona tuongezeki. Yesu afurahishwi kuona mambo yako hayaendi. Yesu afurahishwi kuona vitu vyako haviendi, hafurahishwi. Yesu afurahishwi kuona maisha yako yako vile vile kila siku. Yesu afurahishwi kuona maisha yako unawaza vitu vile vile, unafanya vitu vile vile, mambo yako yako vile vile. Yesu afurahishwi na hivyo vitu. Yesu anataka kuona ukiongezeka. Kitu chochote kilicho na uhai wa Mungu lazima kizae. Amina. Kitu chochote kilicho na uhai wa Mungu lazima kiongezeke. Amina. Kitu chochote kilicho na uhai wa Mungu lazima kizae matunda. Kwa ukiona kitu hakizai, ukiona mambo yako hayaongezeki, ukiona uzai, ukiona vitu haviendelei, ukiona uendelei mbele, ukiona mambo yako hayaendelei mbele, ni ishara Mungu hana furaha na wewe. Lakini ukianza kuzaa, Mungu ataanza kuwa na furaha na wewe. Na Mungu akianza kuwa na furaha na wewe, mambo yako yataanza kupendeza. Amina. Mungu akiwa hana furaha na wewe, hata vitu vyako haviwezi kwenda kwa sababu hauzai. Lakini unapoanza kuzaa, manako unamfurahisha Mungu. Unapoanza kuendelea mbele, unamfurahisha Mungu. Manake moja kwa moja Mungu akifurahia, mambo yako yatapendeza. Amen. Vitu vitachanua. Amina. Vitu vitaongezeka. Amina. Kwa sababu umemfurahisha Mungu. Amina. Roho ya utasa sio roho nzuri hata kidogo. Na nitakuonesha ni namna gani roho ya utasa imekukamata na athari zake ni zipi. Utajuaje kwamba una roho ya utasa? Na athari zake ni zipi? Athari za wewe kufungwa na roho ya utasa ni zipi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema amina nzuri hapa. Amina. Fungua kitabu cha Luka 14. Yohana 15:16. Yohana 15:16 anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae. Mkazae. Mkazae, manake msiwe tasa. Sijawaweka muwe tasa, nimewaweka mkazae. Manake nataka kuona uzao kwenu, nataka kuona maongezeko kwenu. Amina. Nimewaweka mkazae. Amina. Yesu hajatuweka tuwe matasa, ametuweka tuzae. Amina. Kama Mungu amekufungulia biashara, ameiweka izae. Amen. Kama Mungu amekufungulia kitu chochote ama amekupa chochote, anataka kukiona kinazaa. Amen. Mungu hafurahishwi na utasa. Amina. Anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi, nami nimewaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, na kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Moja, roho ya utasa inakuzuia kujibiwa maombi. Roho ya utasa, athari ya roho ya utasa, roho ya utasa inazuia maombi yako kujibiwa. Kwa manake kama uzai, unazuia Mungu kujibu maombi yako, unazuia Mungu kutenda miujiza kwenye maisha yako. Nilikuwa kwenye maombi, nikana muuliza Mungu, kwa nini najitahidi kuomba?
Kwa nini najitahidi kufunga? Kwa nini najitahidi kuliita jina lako? Lakini kwa nini shuhuda ninazoziona madhabahuni bado hazinipi raha? Ni kweli watu wanashuhudia wamepona hivi, wamepona vile, lakini sisikii raha, kwa sababu nataka kwenda viwango vingine. Nataka kuona ninainuka, ninaenda viwango vingine. Kwa nini shuhuda zinazotolewa madhabahuni hazinifurahishi? Kwa nini hazinipi raha? Baadaye Roho Mungu akaniambia ni kwa sababu umekuwa tasa, madhabahu yako haizai, ndio maana shuhuda hazionekani. Na ni kweli, nikaanza kufuatilia. Tunaweza tukamaliza hata mwezi hakuna hata mmoja aliyeokoka hapa. Tunaweza tukamaliza hata miezi miwili watu hawajaja kwa Yesu. Kwa hiyo ni sababu mojawapo inaweza kusababisha shuhuda zisionekane. Inaweza kusababisha watu wasifunguliwe, miujiza isitendeke, kwa sababu Mungu hajibu maombi ya mtu aliyetasa. Amina. Kwa tunataka kuona utasa unaondoka kwetu, tunataka kuona maombi yanajibiwa, tunataka kuona shuhuda, tunataka kuona miujiza. Lazima tuwe tayari kukataa utasa. Amina. Na utasa tuukatai kwa maombi, utasa tunaukataa kwa kuchukua hatua kwenda kuvuna roho za watu. Amina. Kwa tunawezaje kuondoa utasa kwenye maisha yetu? Lazima twende tulete watu kwa Yesu. Amina. Unataka kuona maombi yako yanaanza kujibiwa, unataka kuona Yesu anaanza kufurahisha, unataka kuona miujiza inaanza kutendeka, unaanza kuwa na shuhuda nzuri, unaanza kuwa na shuhuda zinazoeleweka, anza kuzaa matunda. Amina. Usije kwa Yesu peke yako, nenda mitaani, mwambie mtu mmoja twende kwa Yesu. Hiyo itasababisha kuleta watu kwa Yesu, kutakusababishia wewe maombi yako kujibiwa. Lakini pia kuleta watu kwa Yesu kwenye hii madhabahu, watu wakaokoka, watu wakaokolewa, itasababisha hata hii madhabahu miujiza ianze kuonekana. Amina. Kwa kuto kuzaa kunazuilia miujiza, kuto kuzaa kunazuilia shuhuda, kuto kuzaa kunazuilia vitu vizuri kutokea. Nimekuwa kwenye maombi na muuliza Mungu, kwa nini sioni shuhuda? Kwa nini sioni shuhuda zinazonipendeza? Mungu akaniambia tatizo ni roho ya utasa. Madhabahu yangu imekauka, madhabahu yangu haizai matunda. Yesu aliulaani ule mti mkavu, aliulaani ule mti mbichi kwa sababu hauzai matunda. Kwa unaweza ukaonekana unaomba, unaweza ukaonekana unafunga, unaweza ukaonekana unasali, ni kama uwepo wa Mungu upo, lakini Mungu akikuona na kuona wewe ni mti ulio na majani mabichi lakini hauna matunda. Amina. Kwa sababu ya kukosa matunda utapata laana. Manake hutoona vitu kwenye maisha yako vikienda, hutoona mambo kwenye maisha yako yanaenda. Nani naongea naye hapa? Amen. Nasema nani naongea naye hapa? Amen. Kuto kuzaa kunazuia miujiza kwenye maisha ya mtu binafsi na hata kwenye madhabahu. Biblia inasema Yesu alikutana ule mtini ukiwa una matunda, ukiwa na majani mabichi, unapendeza, unaonekana ni kama uko vizuri. Yesu alipouendea akakuta una matunda, akaulaani. Mti mbichi ni mtu wa aina gani? Mtu ambaye anaonekana ni mti mbichi una majani mabichi ni mtu wa aina gani? Ni mtu anayeonekana anasali, ni mtu anayeonekana anakuja kanisani, ni mtu anayeonekana anaomba, ni mtu anayeonekana anafunga, ni mtu anayeonekana yuko serious na mambo ya Mungu. Kanisani yakoswi, anafunga, anaomba, ibada yuko vizuri, hata nyumbani kwake anaomba, lakini hana matunda. Kwa nini hana matunda? Kwa sababu haleti roho za watu kwa Yesu, havuni watu, haleti watu, hahubiri injili kuleta watu kwa Yesu. Kwa kuto kuhubiri injili kunaweza kukasababisha maisha yako kukauka, kunaweza kusababisha maisha yako yasiwe na matokeo. Na sio maisha yako binafsi tu kutokuwa na matokeo, hata madhabahu ya Mungu inaweza ikakauka, isiwe na matokeo, isiwe na majibu, hata kama tunaomba, kwa sababu nafsi, roho za watu hazivuni katika madhabahu. Amina. Kwa sababu hakuna watu wanaongozwa sala ya toba hapa, hakuna watu wanaovutwa hapa kuongozwa sala ya toba, hakuna watu wanaokoka, kwa sababu ya ukavu wa madhabahu ukasababisha kusiwe na shuhuda. Kama tunataka kuona shuhuda kubwa hapa, twende tulete watu kwa Yesu. Amen. Kama unataka kuona shuhuda binafsi kwenye maisha yako, anza kuleta watu kwa Yesu. Amina. Kama unataka kuona maombi yako yakijibiwa, anza kuleta watu kwa Yesu. Amen. Kuna mtu ananielewa hapa? Amina. Anza kuleta watu kwa Yesu. Leta roho za watu. Yesu afurahishwi kabisa hata kidogo
kuona vitu viko wazi. Kwa mfano vitu kuwa wazi hivi ni kitu ambacho kimfurahishi Yesu. Twende Luka 14:23. Twende Luka 14:23. Luka 14:23. 22 anasema, mtumwa akasema, Bwana, hayo uliyoniagiza nimekwisha tendeka, na hata sasa ingalipo nafasi. Sasa tuone hapa 23. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Yesu anataka nyumba yake ijae. Amen. Anasema surutisha watu, wasurutishe. Unajua maana ya kusurutisha? Maana yake ni kumlazimisha mtu. Hakuna mtu atakaye kuja kanisani mwenyewe, wanahitaji kusurutishwa. Amina. Wanahitaji kulazimishwa. Amina. Wanahitaji kuambiwa mpaka waje kwenye nyumba ya Mungu. Amen. Anasema nenda kawasurutishe ile nyumba yangu ipate kujaa. Kwa hiyo Yesu anafurahishwa na nyumba yake kujaa. Amina. Anasema wingi wa watu ni utukufu wa nani? Wa mfalme. Uchache ni uharibifu. Manake Mungu hatukuzi mahali palipo na uchache. Anasema surutisha watu, sio nenda waombe, wasurutishe, lakini hakikisha nyumba yangu inajaa. Amina. Kwa Yesu anatamani kuona nyumba yake inajaa. Tunataka kuona miujiza kwenye madhabahu sio kwa ya kawaida. Watu waokoke hapa kila siku. Amina. Mtaanza kusikia shuhuda zinabadilika. Mtaanza kusikia watu wanapokea. Unataka kuona shuhuda, maisha yako yanaanza kubadilika. Yesu anaanza kufanyia vitu. Anza kuleta watu kwa Yesu. Amina. Siongei hivi kwa sababu ya aina gani, no. Nilikuwa namuuliza Mungu kwenye maombi, kwa nini? Kwa nini sifurahishwi na shuhuda zilizopo? Yesu akaniambia tatizo ni kwamba inaonekana madhabahu ni ya kijani, lakini haina nini? Haina matunda. Hauna matunda. Watu hawaokoki. Watu hawaokolewi kwenye madhabahu. Unaongoza ibada kama unaongoza chama cha siasa, watu unamaliza kuongea nao, wanatoa sadaka, wanarudi nyumbani. Kaa huko kwenye chama vile. Hii madhabahu ni kwa ajili ya watu waokolewe. Hii madhabahu ni kwa ajili ya watu wafunguliwe. Kama tunataka kuona matokeo kwenye maisha yetu, hii ni agizo la Mungu. Unataka kuona maombi yako yanaanza kujibiwa, unataka kuona shuhuda zinaonekana kwenye maisha yako za matunda. Amina. Kwa njia ya kuvunja roho ya utasa kwenye maisha yetu ni kuzaa nini?